za ujumbe unaosema matatizo yenye mwendelezo kwenye familia za watu wengi endapo yasipopatiwa masuluhisho. Matatizo yenye mwendelezo katika familia za watu wengi endapo hao watu hawatayapatia matatizo hayo masuluhisho. Ninapozungumza matatizo, kila mtu anaelewa matatizo ni mambo ambayo yanampata mwanadamu na bila shaka hayafurahishi na wala asingependa kuyapitia haya. Familia nyingi zinapitia matatizo kadha wa kadha. Matatizo ni mengi sana ya aina tofauti tofauti, lakini hawajui kwa nini matatizo hayo yapo na wamejitahidi sana kuyakwepa, lakini imeshindikana kwa sababu hawajapata mtu wa kuwaambia tatizo hili litatatuliwa hivi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu kazi yake ni kuwakumbusha wanadamu walipokosea ili warekebishe, na Mungu ni kiongozi, ni mwalimu. Biblia inasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Haleluya. Kumbe Mungu anatufundisha ili sisi tupate faida. Mpango wa Mungu kutufundisha sio ili tupate hasara. Mungu anatufundisha ili tupate faida. Hilo wazo la Mungu siku zote, kwamba anataka mfundishe mwanadamu nini cha kufanya ili apate faida katika maisha yake. Haleluya. Haleluya. Hakuna mtu hata mmoja, nikimuuliza mtu hapa nani anafurahia matatizo kwenye maisha yake, kila mtu atasema mistaki. Kila mtu atasema staki. Ni nani ambaye ana shida? Wengi, inawezekana ikawa 80% ya watu walioko hapa kanisani. Nani mwenye tatizo lake? Utaona wanaonyesha mkono. Je, ungependa hilo tatizo liendelee kwenye maisha yako? Atakwambia hapana. Ungependa lini hili tatizo likome? Atakwambia hata sasa. Amen. Au kesho. Amen. Haleluya. Maana yake halitaki hilo tatizo, lakini namna ya kutoka kwenye hilo tatizo ndio imekuwa kitendawili kwa watu wengi. Wanayapitia lakini hawajui chanzo wala hawajui namna ya kutoka. Sasa leo kwa msaada wa Mungu tutajifunza kidogo baadhi ya matatizo ambayo yanawatesa watu wengi na namna ya kutoka kwenye matatizo. Amen. Sema amina. Amen. Na hapo usiseme kwamba mimi unajua mimi ni kabila fulani, mimi ni msomi, mimi sijaenda shule, mimi ni dhehebu fulani, mimi ni ukoo fulani. Hayo matatizo hayahusiani na vitu hivi. Tatizo linampata mtu yoyote, hata awe amesoma sana, hata awe hajasoma kabisa, hata awe ukoo gani, hata kama huo ukoo ndio wanaongoza kuwa na magari, bado tu kuna matatizo yatapitia. Haleluya. The best way, njia sahihi zaidi ni kujua chanzo cha tatizo na namna ya kudili na tatizo. Ukishajua hilo, basi utakaa salama. Daktari anapompima mgonjwa anatafuta chanzo cha yeye kuwa katika hali aliyoko nayo. Akishatambua chanzo ni nini, atatibu tatizo. Lakini chanzo cha tatizo kisipojulikana haliwezi kutibika. Haleluya. Sasa niko hapa mimi mtumwa wa Bwana asubuhi ya leo nikueleze baadhi ya matatizo machache na namna ya kuyatatua. Haleluya. Kwa hiyo tutaanza na tatizo la kwanza ambalo kama unaandika utaandika hivi: sheria inayofanya kazi kiroho juu ya mtu. Sheria itendayo kazi juu ya mtu kiroho. Sheria inayotenda kazi juu ya mtu kiroho. Na ninaomba hapa unisikilize sana na Mungu akusaidie ufungue yale masikio yako ya ndani, yale masikio ya rohoni uweze kuelewa. Tunaposema ni sheria, sheria ikishawekwa au ikisha ruhusiwa kuanza kufanya kazi, kila mtu atalazimika kuifuata. Hata yule aliyeandaa sheria hiyo itampasa kuifuata. Kwa mfano, Biblia inasema hivi: mshahara wa dhambi ni mauti, na kila atendaye dhambi atakufa. Kwa hiyo wanadamu walipotenda dhambi iliwapasa wafe, kwa sababu ndio sheria iliyokuwa mbele yao. Baada ya kutenda dhambi, kinachofuata ni kifo. Kwa hiyo ilibidi hata Mungu aliweka sheria hiyo, wakati anataka kudili na hiyo sheria ilibidi aifuate. Sasa upenda ulimwengu zaidi kuliko ile sheria yake aliyoisema kwamba akitenda dhambi
dhambi mtu atakufa, alipopenda wanadamu baada ya kuona wametenda dhambi wote na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, akawahurumia kwa sababu Mungu ni mwingi wa huruma. Akawahurumia akasema, kweli watu wangu niliowaumba kwa sura na mfano wangu, leo niwaangamize wote. Akawahurumia. Sasa nifanye nini? Maana sheria iliyokwisha kuwekwa ikishaanza kuoperate haifai kubadilisha. Haleluya. Ilibidi sasa Mungu atafute mbadala wa kudili na ile sheria, kwa sababu sheria inadai aliyetenda dhambi lazima afe. Kwa hiyo ilibidi Mungu amtoe mwanawe wa pekee aitwaye Yesu, ili akate rufaa, asimame kama wakili, asimame badala yangu mimi na wewe, ili ile sheria itimizwe juu yake, ambaye yeye alikuwa hana dhambi na sisi wote tuna dhambi. Ile sheria ya dhambi ikatimizwa juu yake, japokuwa kwamba alikuwa hana dhambi, ili mimi na wewe tuweko huru, tuwe salama mbali na ile sheria ya kwanza ya kifo. Sema amen. Hebu mpigie Yesu makofi kwanza kwa kukubaliana hilo. Sasa kama Mungu aliupenda ulimwengu namna hii, ulimwengu ni pamoja na mimi na wewe, ni pamoja na familia yako, ni pamoja na ndugu zako, ni pamoja na watoto wako. Yale mambo unayoyaona kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, kwa watoto wako, sio mapenzi ya Mungu yawe hivyo. Lakini Mungu anawapenda na angependa kuwasaidia na kuwatoa mahali walipokwama, lakini ni kwa vile mtu mmoja, yani mimi na wewe, hatujajua ni nini sahihi cha kufanya ili kuponya familia. Lakini leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu, sisi sote tutajua cha kufanya ili kuponya familia zetu, kuponya boma zetu, kuponya nyumba zetu, kuponya koo zetu, na kwa hakika tutaenda kufurahi kwa sababu Bwana ametupenda. Sema amen. Haleluya. Kwa Yesu akaja akafanyika dhambi japokuwa alikuwa hana dhambi, ili yeye kwa haki yake kwamba hana dhambi abebe dhambi za watu wote afe, pamoja na kwamba alikuwa ni mwenye haki, ili wenye dhambi wote waachiliwe wawe huru. Okay. Sasa kama Yesu mwenyewe alibeba mzigo wangu mimi na wewe, na leo tunasema sote Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sote tunasema Yesu ni Bwana. Kama tunasema Yesu hakika ni Bwana, na yeye alibeba mzigo wetu badala yangu mimi na wewe, ili tukae salama mimi na wewe, basi sisi imetupasa kupendana, kuchukuliana mizigo sisi kwa sisi, tubebe wale wengine ambao tunaona bado wanaonewa na sheria kandamizi ya shetani. Mimi na wewe tusimame, tutengue sheria hizo. Sema amen. Amen. Kuna watu kwenye familia hawaishi maisha waliotakiwa kuishi na Mungu. Wamejikuta wanaishi maisha ambayo sio yao. Wamejikuta wapo kwenye msitu wa matatizo, wapo kwenye kilindi cha matatizo, na hawajui waliingiaje, wala hawajui namna kutoka. Kuna mtu mmoja ndani ya familia unakuta akitazama familia yeye ndio analia, akitazama familia ndio anahuzunika, akitazama familia anasikia uchungu, akitazama familia anasikia maumivu, lakini mtu huyu kosa lake hajui cha kufanya. Haleluya. Uko hapa leo ili ujue cha kufanya, ili yale maumivu unaosikia ukiitazama familia usiyapate tena, ili kile kilio unacholia ukiitazama familia usilie tena, ili ile hali unayoipata mpaka unashindwa kula usiipate tena, kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kama Yesu alitolewa kwa ajili ya watu wengi, hata wewe ndani ya familia Mungu anaweza kukutumia wewe kuponya hiyo familia, kuponya hilo boma, kuponya huo mji kwa neno lako moja, ukijua cha kufanya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sheria inabana watu. Nisikilize vizuri. Lakini hiyo sheria ina mtu wa kuiruhusu ifanye kazi. Na mtu huyu anaitwa hakimu. Hakimu ndiye anayehukumu. Hukumu maana yake nini? Hukumu ni maamuzi. Maamuzi, ukisikia kesi hii itatolewa hukumu leo, kwa sentensi nyingine kwamba kesi hii itatolewa uamuzi leo. Haleluya. Na yule hakimu atakachokisema ndicho kitakachotekelezwa. Kwa hiyo sheria, nguvu yake, nguvu ya sheria ni hakimu. Na wewe Mungu amekuweka uwe hakimu kwenye familia yako, uwe hakimu kwenye mji wako, uwe hakimu kwenye boma lako, uwe hakimu juu ya wale wapendao. Na utakalo lisema litasimama. Haleluya. Ukienda na ndugu yako aliyekuwa yuko maabusu,
au mahali pengine popote, siku ya hukumu kuna mawili, mrudi naye au msirudi naye. Itategemea hakimu ataamua nini. Ndiye wa kuamua huyu arudi au asirudi, pamoja na kwamba hawafahamu au hakufahamu, hajui hata nyumbani kwako. Lakini akisema mtu huyu nimehukumu kwenda jela kifungo cha miaka 10, saa ile ile atakamatwa na wala hamtamuona tena mpaka miaka 10 itakapoisha. Itakachosaidia labda akae salama kwa gerezani, lakini bahati mbaya ikitokea akifa huko, ndio hivyo basi hamtamuona tena. Sasa mwenye mamlaka na huyo mtu au mwenye mamlaka juu ya watu wote baada ya sheria kutungwa ni hakimu, na hakimu mkuu wa kanisa ni Yesu Kristo. Hakimu mkuu wa kwetu sisi sote ni Yesu Kristo. Yeye alitoa uhai wake ili atununue mimi na wewe, ili aweze kusimama na kututetea dhidi ya mabaya kutoka kwa shetani, dhidi ya hukumu batili zilizotolewa na shetani juu ya familia za watu mbalimbali. Haleluya. Hao mawakala wa shetani wanaitwa wachawi na waganga, ndio wanaotumika kuleta mabaya kwenye familia. Lakini Yesu hakimu mwaminifu ametuchagua mimi na wewe kama shetani alivyowachagua wachawi na waganga kufanya mambo yake. Yesu ametuchagua mimi na wewe ili tuponye familia. Mtu mmoja aseme amen. Kama mchawi anaweza kusema watoto wafe wasifaulu, wewe Mungu amekupaka mafuta, Yesu amekuchagua useme watoto hawafi na watafaulu. Amen. Amen. Tusome kisa kimoja. Tumesema tunaangalia sheria inayofanya kazi kiroho juu ya mtu. Niseme maneno machache utangulizi mawili. Mtu ni chanzo cha familia, ukoo au taifa. Mtu huyo pia anaweza kuwa chanzo cha baraka au chanzo cha matatizo ndani ya familia. Ninyi nyote mnafahamu, tukianza kukaa familia mnasema huyu ni wa kwa boma la nani? Au wanaweza wakakaa mahali ukoo mzima wakasema wakae kimaboma. Sasa lile ukisikia kukaa kwa boma, boma linamaanisha mtu huyu mmoja. Huyo mtu mmoja ndiye aliyesababisha watu wote wakawepo. Unasikia wanasema huyu ni wa kwa boma la fulani, huyu ni wa kwa boma la fulani, maana yake anayetajwa ni yule mwanzilishi, yule mtu yule. Haleluya. Sasa hao wote ambao walitokana na mtu huyo wataweza kuoperate kwenye sheria ya kiroho ambayo iko juu ya mtu huyo. Sasa kama hawatajua cha kufanya, inaweza ikafanya kazi juu yao, iwe nzuri au mbaya. Tusome kitabu cha Yeremia ile sura ya 22. Yeremia 22 mstari wa 21, neno la Bwana linasema, mimi nalisema nawe katika wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndiyo iliyokuwa desturi yako tangu ujana wako, kutokuitii sauti yangu. Mungu anazungumza na mtu ambaye ni chanzo cha mji fulani. Akamwambia, mimi nilisema na wewe wakati ule ambao ulianza tu kufanikiwa. Wakati uliposoma ukamaliza degree, nilianza kusema na wewe. Wakati ulipopata kazi, nikaanza kusema nawe. Wakati ulipoanza kufanya biashara, nikaanza kusema na wewe, lakini hukunisikia. Na tena Mungu anasema, hii ndio ilikuwa desturi yako, au hii ndio ilikuwa tabia yako, kutokuitii sauti ya Mungu. Hii ndio ilikuwa desturi yako, hii ndio ilikuwa tabia yako tangu ujanani, kwamba utakaji kutii sauti ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Unaheri wewe uliyekuja, maana kuja tu kanisani leo manake kwenda kumwabudu Mungu tu, umetii sheria ya kwanza ya Mungu. Amen. Hebu jipongeze kwa hilo. Alafu mengine yanafuata. Baada ya kutii tu kwenda kumwabudu Mungu, hilo ni moja. Alafu mengine yanafuata. Haleluya. Turukie mstari wa 24 hadi 30. Mstari wa 24 hadi 30 tumwangalie huyu mtu ambaye Mungu anamsemesha. Huyu mtu huyu ni chanzo cha wengi. Biblia inasema, kama niishivyo mimi, asema Bwana, hata Konia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kuume, ningekung'oa wewe hapa. Anayesemeshwa ni Konia mwana wa Yehoyakimu.
mwana wa Yehoyakimu. Sijui wewe unayenisikiliza ni nani, ni mwana wa nani, lakini unajijua kwa majina yako, mimi ni fulani wa fulani fulani. Haleluya. Anayezungumzishwa na Mungu hapa anaitwa Konia. Anasema kama angekuwa ni pete ya muhuri, nafahamu muhuri manake ni kuruhusu, muhuri manake ni kuruhusu, to legalize. Yani mtu akitia muhuri manake ruhusa, imetolewa ruhusa. Sasa au kuidhinisha. Sasa kama huyu Konia angekuwa ni pete ya muhuri kwenye kidole, kwenye mkono wa Mungu wa kuume, Mungu anasema amekasirishwa naye kiasi kwamba angemngoa hapo kwenye mkono wake wa kuume amtupe, kwa sababu hafai tena. Anasema kama ungekuwa pete ya muhuri kwenye mkono wangu wa kuume, wewe Konia, mimi ningekungoa hapo, singetaka ukae tena. Amen. Manake kuna makosa ameyafanya. Kosa la kwanza lililothibitishwa hapa ni hilo la kutokusikia sauti ya Mungu tangu jana. Tuendelee mstari wa 25. Anasema nami nitakutia katika mikono ya watu wale wa kutafutao roho yako, na katika mikono yao unaowaogopa, naam, katika mikono ya Nebukadneza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya Wakaldayo. Mungu anasema sitakung'oa tu, sio kwamba tunakuacha, nitakusukumia mbali uende kwa hao wanaokutafuta, hao wanaotaka kukua, wachawi na waganga. Mimi nitakutoa uende kwao, kwa sababu sitaki unisikiliza, hutaki kuitii sauti yangu. Mimi nitakutoa nikuache uende ukashughulikiwe na maadui zako. Usikubali. Kaa kwa Yesu, sema amina. Amen. Kaa kwa Yesu, usikubali kutoka, maana maadui wanaotafuta roho yako ni wengi. Sema amen. Amen. Okay, mstari wa 26 anasema nami nitakutupa nje wewe na mama yako aliyekuzaa, uende nchi nyingine ambayo haukuzaliwa huko, nanyi mtakufa huko. Unaona, ametoka kwenye Konia mmoja, anasema nanyi mtakufa huko. Maana yake huyu Konia anayezungumziwa, hazungumziwi Konia peke yake, anazungumziwa Konia na uzao wake. Leo watu wengi tumejikuta kwenye matatizo na hatujui haya matatizo yametoka wapi. Yamkini waliotangulia, yule Konia aliyetangulia, kuna mambo alimkosea Mungu na Mungu akatoa hukumu juu ya Konia huyo. Yule mtangulizi wa vizazi kweli, labda kuna makosa alikosea. Wokovu ni jambo moja, lakini kumiliki na kutawala juu ya nchi ni jambo la pili. Naomba unielewe vizuri. Tunapokuwa hapa duniani, ukishamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, cha kwanza unapata wokovu. Wokovu ni jambo la rohoni. Wale waliookolewa wanafanywa kuwa wafalme na makuhani. Kuhani ni mtu aliyeokolewa akapewa neema ya Mungu ili ahudumu mbele za Mungu, aweze kuombea familia, aombee watu wengine, aombee marafiki zake, aombee majirani zake, aombee watoto wake. Mtu huyo ni kuhani. Lakini nafasi yake ya pili ni nafasi ya kifalme. Nafasi ya kifalme ni kumiliki na kutawala duniani, kuwa na vitu, kuwa na mali, kujenga kwako, uhamie kwako, kuwa na mashamba, kuwa na mifugo, kuwa na makampuni, kuwa na mashirika, kuwa na mashule. Huyo ni mfalme. Unaweza ukaokoka, roho yako itafutiwa dhambi, ukaishi maisha matakatifu duniani, na kweli utaenda mbinguni, lakini ukafika mbinguni mpaka miguu imepata matege kwa sababu ya shida ulizokutana nazo huku duniani. Bwana asifiwe sana. Kwamba ulivaa kofia yako ya kwanza ya kifalme, ya kikuhani, ile ya kifalme uliacha kando. Ulidhani kwamba sio wajibu wako, na kilichokuzuia ni sheria za kifalme. Unapoishi hapa duniani, tambua katika ulimwengu wa roho, wewe ni roho, lakini kuna mipaka ya kumiliki na kutawala kama utajua cha kufanya. Haleluya. Haleluya. Lazaro alikuwa kama mimi na wewe, aliokoka, alifika mbinguni. Lakini Ibrahim naye aliokoka, akafika mbinguni. Tofauti yao ni hali za kiroho na kimwili. Mambo ya kifalme ni mambo ya kimwili 100%. Mambo ya kikuhani ni mambo ya kiroho 100%. Sipige makofi hata mmoja nyumbani. Sasa kwa nini watu wengi kwenye familia wako kama walivyo?
ikifanyika mahali alafu ikawa sheria fulani inawazuia kwenye ulimwengu wa roho, kwa hiyo wanaweza wakaokoka lakini wakashindwa kumiliki magari, wakashindwa kumiliki nyumba, wakashindwa kufungua biashara, wakashindwa kupata kazi, wakashindwa kuzaa watoto, wakashindwa kuolewa na kuoa, kwa sababu kuna sheria iko kwenye ulimwengu wa roho inayowazuia, na hii sheria inazuia mambo ya kifalme, sio mambo ya kikuhani. Ndio maana kufunga anafunga na anaomba, ndio maana kanisani anaenda, lakini hakuna mabadiliko kwenye maisha yake, kwa sababu hajajua cha kufanya. Majukumu ya kifalme ni majukumu ambayo yanahitajika kufanyika kifalme, na majukumu ya kikuhani yanatakiwa kufanyike kikuhani pia. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kama labda niseme hivi utanielewa. Hapo ulipo sasa hivi, mfukoni kwako unaweza kuwa labda na shilingi 20. Lakini mimi niliyekaa na kuhubiria naweza nikawa mfukoni sina 100. Ila wewe uliyekaa pamoja na kwako na 20, huwezi kusimama hapa ufanye ninachokifanya. Na nikikwambia njoo hubiri hapo utaniambia pastor, mimi sina cha kusema, nitaongea nini? Kwanza mimi na aibu, sijui kama naweza kusimama mbele za watu. Kwa nini? Kwa sababu wewe umebaki kwenye nafasi yako ya kifalme na mimi nimesimama kwenye nafasi ya kikuhani. Sema amina. Hebu pesa kwa utukufu. Hiyo ni tofauti ndogo sana, inaweza kututofautisha. Sasa kama tukiitwa mahali wakasema jamani tuna tusiitwe mahali, mtu akatokea hapa sasa hivi akasema jamani kuna gari iko hapo nje inauzwa 20,000, mimi niliyekuwa na kuhubiria pamoja na kwamba natoa pepo, naweza nikawa sina hiyo hela, mtu mmoja akasema iko wapi hiyo gari, iko wapi hiyo gari, akatoa 20,000. Tofauti yangu mimi na wewe wakati huu saa hii tukiwa hapa, mimi sasa hivi ni kuhani na wewe ni mfalme, ndio maana umekaa na mimi ndio nakuhudumia. Sasa mimi ndio mtumishi wako na kuhubiria, mimi ndio mtumishi wako na kufundisha, na wewe umekaa kwa sababu wewe ndio mkuu kwa sasa. Hebu pesa makofi utukufu. Eti aliyeketi mezani akila na anayehudumia ni nani mkuu? Aliyeketi akila ndiye mkuu. Haleluya. Okay, tuendelee. Yekonia amefanya makosa na Mungu ametoa hukumu juu yake. Anasema hivi, mstari wa 27, lakini nchi ile ambayo wanatamani kuirudia hawatairudia kama. Yekonia ameshakuwa kutoka mtu mmoja naambiwa hamta. Okay? Yeye na ndugu zake, yeye na ukoo wake, yeye na watoto wake. Mstari wa 28, je, mtu huyu Konia ni chombo kilichodharauliwa na kuvunjika? Ni chombo kisichopendeza? Mbona wametupwa yeye na wazao wake na kutupwa katika nchi wasioijua? Unaona sasa, wametupwa yeye na uzao wake. Yeye na uzao wake. Swali la kujiuliza hapa, hivi Konia wakati anakosea Mungu, uzao wake ulikuwepo? Jibu ni hapana. Lakini walipokuja kuzaliwa kwa Konia, waliyajua makosa ya baba yao? Jibu ni hapana. Mimi sasa hivi ukiniuliza baba yangu wakati alikuwa kijana alifanya nini na nini, mimi naweza nikashindwa kujibu kwa sababu sikuwepo. Lakini yeye anajua alichokifanya, ila makosa aliyofanya yanaweza yakaathiri maisha yangu, sio kiroho. Muelewe jambo hili, sio kiroho. Mimi nimeokoka sasa, naweza kwenda mbinguni, nitaishi maisha ya kumpendeza Mungu, nitafika niendako. Lakini yale makosa aliyofanya yanaweza kunizuia mimi kumiliki vitu duniani. Unanielewa vizuri eh? Kwamba hili zuio nalosema au sheria inayofanya kazi juu ya mtu haikuzuii wewe kumwabudu Mungu, haikuzuii wewe kufunga, haikuzuii wewe kuimba au kumwomba Mungu au kwenda kwenye mkesha. Inakuzuia usiwe na kitu mkononi. Na hii ni mbaya sana. Na hapa utaona ukichunguza nyumbani haraka haraka, tulimsomesha mtoto fulani kwa gharama kubwa, mpaka ng'ombe zikauzwa, mpaka viwanja vikauzwa, lakini matokeo yake kwa sasa ni mvuta bangi. Kiwanja kiliuzwa, ng'ombe ziliuzwa, tumebaki hatuna hivyo vitu, lakini ule mtoto aliyesomeshwa hana mbele wala nyuma, haeleweki. Nini? Amekutana na sheria inaomzuia kiroho, na isipoondolewa hawezi kupenya.
sio mwilini. Mwilini mlijitahidi akasoma akamaliza, lakini baada ya kumaliza kakutana na zuio la kiroho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama unanielewa sema amina kubwa. Okay, sasa hili katazo la kiroho linawekwaga wapi? Angalia, Mungu anaiweka sheria kumzuia Konia na uzao wake. Sio Konia peke yake, yeye na uzao wake wasifanikiwe kabisa. Tukisoma mstari wa 29 hadi 30 inasema hivi. Inasema, nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Si kama Biblia yako imeandikwa kama ya kwangu. Narudia mstari wa 29. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Haleluya. Amen. Yaani hii ndio hukumu Mungu ametoa juu ya Konia. Anamhukumu Konia sio peke yake. Aliyekataa kusikiliza sauti ya Mungu ni Konia peke yake. Lakini hukumu ya Mungu inapokuja inahukumu mpaka uzao wake, kwamba hana watoto. Unaelewa tafsiri ya neno hili? Mungu anaposema kwamba hana watoto, maana yake kama hajazaa hatazaa tena. Bwana asifiwe sana. Na kama alikuwa ameshazaa, wale watoto watakuwa si kitu. Kusoma watasoma, hakuna kazi. Watakuwa ni wazuri sana, hawataolewa. Watakuwa ni wazuri sana, vijana shupavu wenye mali, hawataoa. Yaani kwa sababu kuna sheria ya katazo imewekwa juu ya uzao huo. Haleluya. Watakuwa ni watoto ambao hawana mbele wala nyuma. Ni watoto wa kupanda na kushuka. Ni watoto walevi. Ni watoto ambao hawana matumaini. Mpaka mzazi anafika mahali anasema, jamani, hivi mimi nilizaa au nilisindikiza? Na mambo haya yanaumiza wazazi sana, yanawasononesha sana, yanawaliza sana, yanawakosesha ujasiri, yanawakosesha amani, lakini hawajui cha kufanya. Bwana asifiwe sana. Leo uko hapa usikie neno la Bwana ili ujue cha kufanya. Nasema leo uko hapa usikie neno la Bwana ujue cha kufanya, ukaponye familia yako, ukaponye nyumba yako, ukaponye boma lako likakae salama tena. Mungu akukuleta duniani uzae watoto wasiokuwa na mwelekeo. Mungu alikuleta duniani uzae watoto uwafurahie. Uzae watoto uwafurahie, ukae nao ufurahi, ukiona maendeleo yao ufurahi, ukiona wanavyovaa ufurahi, ukiona wamezaa watoto ufurahi na wao pakato wajukuu na vitukuu. Umpigie Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo anasema andikeni habari za mtu huyu. Zimeandikwa wapi? Nchi. Kwa nini Mungu ananiambia nchi andike habari za mtu? Maana yake inasema hivi, nchi, ardhi, weka kumbukumbu za mtu huyu. Kwa sababu mtu huyu atakufa. Huyu mtu ataondoka, hataishi milele. Kwa hiyo wewe ardhi andika habari za mtu huyu, kwa sababu kila watoto watakaowazaa watakanyaga ardhi hii, watajenga juu ya ardhi, watafanyia biashara juu ya ardhi, maofisi watakaoenda kufanya kazi ni juu ya ardhi, shule wanazoenda kusoma ni juu ya ardhi, kilimo wanachofanya ni juu ya ardhi, ufugaji wanaofuga ni juu ya ardhi. Kwa hiyo naomba andika, kuweka kumbukumbu za huyu mtu, kwamba hakunisikia mimi, hakunitii, na hii ndio ilikuwa tabia yake tangu janani. Kwa hiyo mimi nimesema hata kuwa na watoto, wala hakuna mtu atakayefanikiwa katika uzao wake. Fikiria sasa, kuna mtu mwenye katazo la namna hiyo, alafu ndio umezaliwa pale. Wewe ndio mwanamke umeenda kuolewa kwenye ule mji, ndani yako umebeba kusudi la kuzaa watoto, lakini unapoenda kuwazaa kwenye ule mji kuna sheria katazo inayosema hakuna watoto na uzao wako hautafanikiwa. Usipojua cha kufanya